imefanya ziara ya ukaguzi wa viwanja vya Benjamin Mkapa na viwanja vya mazoezi vya Gymkhana, chuo cha sheria na Meja Jenerali Samuyo ili kujionea na uboreshaji wa miundombinu hiyo kuelekea mashindano ya CHAN mwaka 2025. Huyo hapa katibu mkuu Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Johnson Msigwa, akielezea baada ya ukaguzi huo ambao umefanyika. Kandanda barani Afrika CAF, Bwana Veron amekuja na Bwana Samson ambaye ndiye anasimamia mashindano. Walikuja kukagua viwanja kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya CHAN, na wameanza viwanja vya mazoezi. Wamekagua uwanja wa shule ya sheria Law School, wamekagua uwanja wa mashindano wa Benjamin Mkapa, wamekagua uwanja wa mazoezi wa Meja Jenerali Samuyo, na wamemaliza hapa Gymkhana kukagua maendeleo ya maandalizi ya viwanja hivi. Kwa ujumla wamefurahi na namna ambavyo tumefanya juhudi kubwa kuboresha viwanja hivi, na wanatupa ushirikiano wote kabla na wakati wa mashindano. Lakini pia amempongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo serikali imewekeza kwenye miundombinu ya michezo. Imemfurahisha sana, na tumetumia muda huu kumueleza juu ya mipango mbalimbali ya serikali ya ujenzi wa viwanja vya mazoezi na vituo vya mazoezi tunavyotarajia kuvijenga nchi nzima, ikiwa ni moja ya ahadi za Mheshimiwa Rais za kuendeleza michezo ikiwemo kandanda. Kwa ujumla amefurahi sana, na sasa tunakwenda kwenye mkutano kupokea kama wana jambo lolote wanataka tulifanye, lakini na sisi tutawaambia ya kwetu ili waende na sehemu nyingine, kwenye nchi nyingine. Watakwenda Kenya, watakwenda Uganda. Kwanza tumeshalipa ada zote za mashindano ya CHAN. Tumeshafanya maandalizi makubwa. Viwanja vyetu vingi vilipata shida kidogo wakati huu wa mvua, tumeshaviboresha. Tumeleta kampuni kutoka Uturuki ambayo inatusaidia kuboresha viwanja vya mazoezi. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa ni karibu umekamilika. Mwenyewe leo ameona pitch, ameona maeneo ya kubadilishia nguo, ameona vyumba vya waamuzi, ameona vyumba vya kupima matumizi ya mbinu na dawa haramu michezoni. Kwa upande wa uwanja wa mashindano, kwa lugha za sasa hivi tungesema Tanzania haina deni. Lakini kwa upande wa viwanja vya mazoezi pia ameona Law School, ameona Meja Jenerali Samuyo ambavyo viko zaidi ya 90%, ni almost vimekamilika. Tulikuwa na changamoto kidogo na hapa Gymkhana. Mvua zilizonyesha zimesababisha sehemu kubwa ya nyasi kufa. Kwa hiyo tukaleta kampuni kutoka Uturuki ili wafanye kazi ya kupanda upya. Nusu ya uwanja tabaka la juu lote limeondolewa. Tumeweka tabaka jipya, na sasa tuna mashine maalum ambayo inapanda nyasi, inapanda mbegu za nyasi. Kwa hiyo hapa tunakuja kupaotesha upya, na wao wameelezwa mpaka na wataalamu kutoka Reform Sports. Wamefurahi kwamba kazi kubwa inafanyika, na kulingana na program tulionayo ya uboreshaji wa pitch hii hapa Gymkhana, hawana mashaka kwamba tutakuwa tumemaliza na uwanja utakuwa tayari kwa ajili ya CHAN. Huyo ni Msigwa ambaye ameelezea kinagaubaga kuhusiana na jambo hili. Kamanda Jeff, nimeona mara kadhaa even jana na hata leo kama sijakosea sana ukipost kuhusiana na viwanja Kenya. Ni leo Kenya huko mambo ni kama bado kabisa, lakini angalau Tanzania kuna hatua kubwa ambayo imepigwa. Yeah, of course, kwa Tanzania kuna hatua kubwa imepigwa, as you rightly said, na tuwapongeze waliotimiza wajibu wao mpaka kufikia hatua hiyo. Even though bado watu wanakumbuka kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa ukutumika kwenye finali ya shirikisho, lakini the aim ilikuwa ni kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa sahihi kuelekea kwenye CHAN, and hopefully hilo litatimia. Uwanja wa Man upo, so Tanzania kwa zaidi ya 50% unaweza kusema kwa tournament ambayo itakuwa na hosts watatu, tena ni zaidi ya 50%, kwa sababu kama ingekuwa Tanzania ina host yenyewe ndio tungekuwa tunazungumzia kwamba at least imemeet 50% and slightly above. Lakini kwa kiasi ya hosts watatu, Tanzania unaweza kusema iko tayari by angalau 70%. Kwa sababu tayari ukiwa na viwanja viwili ambavyo viko functional, that's all you need, kwa sababu sio mechi nyingi sana ambazo zitafanyika kwenye uwanja wa Taifa, labda nje ya opening ceremony na mchezo wa kwanza pamoja na mchezo wa finali. Nimesikia tetesi kwamba hivyo ndio itakavyokuwa. So kwa upande huo serikali inastahili kupongezwa, na wadau wote ambao kwa njia moja au nyingine
wanashiriki kwenye hilo, lakini lazima pia tuseme ukweli kwamba taifa letu kwa kile ambacho tunajinasibu kwamba sisi ni taifa la michezo, ni taifa la mpira, lakini bado tunahitaji kufanya kazi kubwa sana kwenye eneo la facilities, na hii ni nje ya serikali, kwa sababu leo hii ukiona kwa mfano kwenye michuano ya Euro ambayo inakuja kufanyika mwaka 2028 England ikiwa moja kati ya wenyeji tayari, viwanja viko tayari, yani hata kama ingekuwa tournament ni mwezi ujao, viwanja vingi, na ndio maana kwa mfano uwanja kama Old Trafford hauko kwenye orodha ya viwanja ambavyo mechi za Euro zitapigwa, lakini every other ground ambayo imekuwa na renovation ya hivi karibuni, sijui kina Villa Park, kina St James's Park, Etihad, Emirates, Anfield, you name it, na hata United wenyewe nao wana project yao ya kujenga uwanja. Kwa hivyo ambacho sisi tunahitaji pia ni hicho, sio tusitegemee kwamba serikali ndio itajenga viwanja tu. Projects za watu binafsi zinaweza kufanyika. Of course huwezi kuwalazimisha watu na hela zao, lakini ni eneo la biashara pia. Leo hii kwa mfano modo ambayo wanaifanya Rwanda pale, ule uwanja wa Kigali umekuwa commission kwa kampuni ya Radisson ambayo inaendesha biashara ya hospitality kuwa wanarun ule uwanja on behalf of wamiliki wa uwanja ambao ni serikali. Lakini ukienda sehemu kama South Africa, facilities binafsi ni nyingi. Ukienda sehemu kama Morocco, pale tu kama nchi kuna viwanja visivyopungua 9 au 10 ambavyo finali ya any club competition barani Afrika inaweza kufanyika. Kwa sababu kwa hapa Tanzania sisi sasa hivi ni viwanja viwili tu, ni Amani Zanzibar na kwa Mkapa. Lakini for a country as big as we are, kwa kelele ambazo tunapiga sisi kwamba timu zetu zinafanya vizuri, zina ukubwa huo, tunahitaji kufika hiyo level pia. Yani kwamba pale kwa Mkapa hiyo ni option, lakini Simba walikuwa na stadium yao labda ya watu 40,000 ambayo ikihitajika inaweza kutumika. Umeelewa? Lakini hata kama watu 40,000 ni wengi sana, basi hata au 15, kwa sababu Abekane uwanja wao ndio standard hiyo. Na ukienda pale Morocco, kama wangekutwa na changamoto hiyo, wangekwenda tu hata pale kwenye mji wa pembeni wasaidia ambako kuna timu ya ligi daraja la pili ina uwanja wa watu 35,000, timu ya ligi daraja la pili. Kwa hiyo wa Morocco akikwambia kwamba wao ni taifa la mpira, unaamini, kwa sababu kuna timu kubwa nyingi, lakini wameondoka kwenye ule mrengo wa kwamba serikali ndio ina run project zote. Kwa mfano kuna timu ya jeshi FAR Rabat, ni project ya jeshi, sio serikali pase. Of course serikali inahusika kwa sababu ndio iko nyuma ya jeshi, lakini ni initiative ya jeshi. The same way unaona hapa Dar kuna timu JKT Ruvu ambayo Meja Isamuel, haijakatazwa kokote polisi nao as an organization wawe na timu yao, wawe na project yao, kwa sababu at the end of the day inaweza kuwaingizia kipato, inaweza kutoa fursa kwamba kuna watu wanapata ajira ya polisi lakini wanacheza mpira hapo hapo. So huko ndio tunakohitaji kufika. It's sad kwa majirani wetu kama Kenya ambao leo hii kuna ripoti moja nilikuwa niliiona, nadhani nilipost kwenye group ya kuhusu kamati ya bunge ya masuala ya michezo na utamaduni imepeleka lawama kwa watu wa hazina kwa kuondoa fungu lililokuwa limetengwa la fedha kwa ajili ya michuano ya AFCON ya AFCON 2025-26 ile na 27. Umeona? Kwa hiyo unaona kwamba ni tatizo ambalo na anakwenda mbali, anakuambia Kenya wanahitajika kulipa bilioni za Kenya 3.9 ambao ni sawa na USD milioni 30 kwa shirikisho la soka barani Afrika mpaka kufikia mwezi Aprili mwaka 2026. Sasa unajiuliza kwamba ilikuwaje nchi kajicommit kwamba itakuwa host wa AFCON, alafu mpaka sasa hivi kumekuwa na hizi changamoto ambazo ni very unnecessary na zinazuilika. Ni vile ambavyo kwamba nchi imeweka focus kwenye mambo mengine, lakini pia kuna ubadhirifu mwingi wa hizo fedha.
it's a sad state kwamba moja kati ya vitu ambavyo serikali hii ya sasa hivi inafeli ni kwenye hilo eneo, kwa sababu kama unajua kuna tournament mwaka 2027 na unahitajika uwe umetoa fedha ndani ya kipindi cha mwaka mmoja ujao, kwa sababu leo tuko mwezi Mei, kuna miezi 11 mpaka kufikia April 2026. Inaweza ikafikia Januari hapa hizo hela zijaa allocated, ikawa vurugu, ukasikia Kenya ameondolewa kwenye kuhost, na kwangu mimi itakuwa ni fursa ambayo serikali yao wameikosa, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo wangeweza kuvitumia angalau kuwaaminisha watu kwamba bwana kuna kitu tumekifanya kizuri kwenye muda wetu tuliokuwa serikalini ni kuwa host wa michuano kama hiyo, especially ukizingatia kwamba Kenya tayari wana historia mbaya ya kuwa waliwahi kupata haki ya kuwa host alafu hawakuwa tayari kwa sababu ya issue za kisiasa na wakapokonywa hiyo haki. Mwaka 1996 host wa michuano ya AFCON ilipaswa kuwa Kenya. Michuano ilipelekwa South Africa kwa sababu mpaka dakika ya mwisho hawakuwa tayari, na ilikuwa ni sababu za makusudi kabisa. Kuna watu tu walishauri serikali ya wakati ule kama bwana, unajua timu ya taifa ina watu wengi kutoka kabila la mpinzani wako, which means kwamba mashabiki wengi wa mpira wanatoka huko. Kwa hiyo wewe ukihost hii michuano utakuwa unawasaidia, which doesn't make sense. Ni siasa na yeye rais unakubali kushauriwa namna hiyo, ni jambo la ajabu kidogo. Kwa hiyo I hope wataweka mambo sawa, kwa sababu hizi fedha zipo, sio kwamba serikali yao is broke kwamba haina hela. Hizi fedha zipo, ni priorities tu kwamba bwana, au wanaamini kwamba labda wanajaribu kudelay ili jambo liingie katika budget ya wakati ujao. Sasa budget ya wakati ujao labda ni ya mwezi wa 6, mwaka wa fedha pale unapokuwa unaanza. Mara nyingi kama ilivyo kwetu huku, hata mataifa mengine naamini ni hivyo, even though sina uhakika, lakini umeona deadline ni April 26. Kwa hiyo wana kazi kubwa ya kufanya hivyo, lakini naamini watu sahihi watamshauri rais na kumwambia aweke mambo sawa ili at the end of the day AFCON iweze kufanyika in the essence of pamoja bid. So far kwa Uganda tujasikia kelele kama hiyo, kwa Tanzania pia tumeona mambo ni mazuri, so I hope wa Kenya nao watachangamsha. yeah, okay, sawa.